Tumtukuze Bwana. Ninawasalimu ninyi wote katika jina la Yesu Kristo. Ninasema tena asante kwa hii muda na dakika ambayo tunataka tuchukue kwa ajili ya kuongea maneno mawili matatu inayohusu kazi ya Mungu na huduma ya Mungu katika ulimwengu. Kwa majina naitwa kwa jina la Joel Bidashi. Mimi ni mtumishi mdogo katika ulimwengu, na Mungu yuko anakuza kati ya watumishi ambao watatumika katika kizazi hiki. Tutaongea leo kuhusu miungu kidogo inayotawala ulimwengu, sababu katika ulimwengu kuna miungu zinazotawala, miungu zinazo na nguvu, miungu ambazo ziko zina control dunia, miungu ziko zina impact na ziko zinatawala maisha ya watu bila kujua. Na Biblia inaniambia ya kuwa katika Biblia wengi tunatambua kuwa Ukristo ni dini iko monolatri. Lakini kiukawaida na kiukweli Ukristo haipo dini iko monolatri, sababu monolatri ni dini ambayo inaamini kwa miungu moja. Na katika Biblia tunaona ya kuwa kuna miungu tofauti ambazo zinasemwa katika Biblia. Na ndio siri ambayo nitakuja kukufungulia leo ulikuwa ujui. Kuna miungu ingine inaandikwa katika Biblia ambayo tulikuwa tuijui. Na leo nitakuletea miungu 7 tu ambayo iliandikwa katika Biblia. Amen. Tumtukuze Bwana. Na miungu ya kwanza ambayo tutaongea ni miungu inayoitwa Baali. Miungu Baali ni miungu ambayo iliandikwa katika kitabu cha Wafalme. Na hapo katika kitabu cha Wafalme tulisikia kuwa nabii Eliya alikuwa anaenda kuangusha miungu ambayo ilikuwa inatawala. Baali ni miungu ambayo ilikuwa ina utawala na nguvu sana katika ulimaji. Na Baali pia alikuwa na nguvu na utawala sana katika mambo ya anga. Yaani Baali alikuwa wakimwabudu, alikuwa anashusha mvua, na Baali walikuwa wakimwabudu, wakimtengenezea madhabahu, alikuwa anafunga mvua. Tumsifu Bwana. Na hiyo ilikuwa ni nguvu ya Baali katika kizazi kile cha wana wa Israeli, ambapo huko Israeli walikuwa na leo tutaongea kwa nini Eliya pia alikuwa na nguvu ambao alikuwa anafunga mvua. Sababu Biblia inafungua vyema na kusema ya kuwa Eliya alifunga mvua miaka 3 na miezi 6. Ilikuwa ni ishara ya kuonyesha kama hata mnamsifu Baali, hata mnamwabudu Baali, kuna Mungu ambaye anaye na nguvu kuliko Baali. Hata mnapomjengea Baali sanamu, yeye ni Mungu anayefanya nini? Yeye ni Mungu anayefunga anga. Na katika neno ya Eliya, hapo Eliya alifungua mvua ya kumwonyesha Baali, hata unapojua ya kuwa mvua haitanyesha, Mungu ana uwezo wa kushusha mvua. Amen. Tumsifu Bwana. Na hapo ndio ilikuwa nguvu ya Baali. Ilikuwa ni vita kati ya Mungu wa mbinguni na Mungu wa Baali. Na Biblia inasema ya kuwa Eliya akaangusha madhabahu ya Baali na akawachinja manabii 400 walikuwa wanabii wa Baali. Hiyo ilikuwa ni siri ambayo ilitendeka katika zamani huko katika Israeli. Na wale watu walikuwa wanaabudu Baali kwa njia mbalimbali. Walikuwa wanamtengeneza madhabahu na wanamuomba ili mazao yao zikue, ili mashamba zao zizae maradufu, ili mimea iongezeke. Walikuwa wanaabudu miungu. Na katika miaka ya leo kuna Baali ambayo yuko anatumika katika ulimaji. Kuna Baali ambayo yuko anatumika katika vilimo na watu hawajui namna gani wako wanatumika. Tumsifu Bwana. Kuna watu wako wanakwenda kutafuta vitu mbalimbali kwa ajili ya kukuza shamba zao, kwa ajili ya kukuza vilimo vyao. Leo ninakuletea habari njema ya kuwa kuna namna uko na msifu Baali katika mizao yako. Kuna namna uko na msifu Baali katika nini? Katika ulimaji wako. Nitakufunulia kweli. Na miungu ya pili ambayo tutakayoongelea siku ya leo ni Mungu anayoitwa Ashtartia. Na Ashtartia yuko kati ya miungu ambayo walioandikwa katika Biblia. Alikuwa ni miungu ambaye alikuwa na nguvu sana katika vita. Sababu zamani mida yote ya kupigana vita walikuwa wanapanga siku. Na siku ambazo walikuwa wanakwenda vitani ilikuwa ni siku ambayo walikuwa wanaita siku ya kwanza, mahali ambapo mwezi ilikuwa ikitoka. Na siku ya leo walikuwa wanaita siku ya kwanza, ndio tunaita lundi kwa lugha ya Kifaransa. Maana yake lundi ilikuwa ni siku ya line mwezi. Tumsifu Bwana. Na hapo ilikuwa inajulikana ya kuwa ni zamu ya kwenda vitani. Na Ashtartia alikuwa ni mungu ambaye walikuwa wanamtengenezea madhabahu, wanamtolea sadaka ili ya kwenda kuwashindia vita. Na leo ulimwenguni tuko tunatawaliwa na mungu wa Ashtartia, sababu watu wengi na viongozi wengi wa kijeshi
kabla ya kwenda vitani huwa wanapaka madawa, huwa wanafanya vitu, wanafanya masadaka, wanafanya machanjo kwa ajili ya kwenda vitani na kusema kuwa tutashinda vita. Wanatoa sadaka za mangombe, hawajui wanatolea nani, lakini hapo katika hizo sadaka zao wako wanaabudu miungu Astertia. Na leo nakuja kukujuza kitu, ujipatie amani, sababu leo utajua kweli ambao ulikuwa hujui. Shetani ni kiumbe ambaye ana wivu sana. Shetani alileta vurugu mbinguni ili kuja kutenganisha malaika, akaleta mvurugo mkubwa mbinguni. Na hapo Biblia ikasema kuwa shetani walimtoa mbinguni wakamtupa ulimwenguni, na wakasema ole wao wana wanaoishi ulimwenguni, maana shetani anakuja kwenu. Shetani amekuja kuwafunza watu vitu vingi na vya kuabudu miungu mingi ambao ulikuwa uitambue. Na miungu ya tatu ambayo tutaongelea siku ya leo anaitwa Ashera. Waisraeli walikuwa wanatengeneza Ashera karibu ya miungu ya karibu ya Mungu wa kweli. Na hapo walikuwa wanatengeneza, wanafanya kama vile mnara wa maua, wanapamba. Wakati wanapamba vile, wanasema ya kuwa Ashera alikuwa ni miungu mwanamke ambao walikuwa wanamuelewesha, na wanasema ya kuwa ni mke wa Mungu wa mbinguni. Na hiyo ilikuwa ni imani ya wana wa Israeli, walikuwa wanaamini hivyo. Na leo nakuja kukufahamisha kitu, ujue ya kwamba wengi katika makanisa, wengi katika imani za kidini, wengi katika imani zetu, huwa watu wengi wanaabudu miungu Ashera pasipo kujua. Ashera alikuwa ana nguvu sana katika uzao. Uzao ilikuwa ni nguvu yake. Walikuwa wanaamini ya kuwa tunapokuja kuabudu Mungu na tukimwomba Mungu mwanamke, walikuwa wanajua ya kuwa Mungu mwanamke atawapatia uzao, iwe katika maisha ya wanawake, iwe katika maisha ya wanyama, iwe katika maisha ya wadudu, mifugo. Ashera ilikuwa anapana uzao mwingi katika mifugo. Ulikuwa na ng'ombe wako moja, lakini ng'ombe ulikuwa mkuta anabeba mimba na anazaa watoto watatu, watoto wanne, watoto watano, tofauti na zaidi ya kawaida ya jinsi walikuwa wanajulikana. Tumsifu Mungu. Na wengi walikuwa wanatumia miungu ya Ashera, wanaitolea sadaka, wanaitukuza ili ya kuweza kukuza uzao wao. Na leo nakutangazia kuwa kuna watu wengi ulimwenguni wako wanaabudu miungu ya Ashera, wako wanatumia miungu ya Ashera kwa ajili ya kukuza kazi zao za ufugaji, kwa ajili ya kukuza uzao wao wa ufugaji. Wanaamsha ufugaji na mangombe zao, sababu wanaabudu, zinazaa, mbuzi zao zinazaa, kondoo zao zinazaa, tofauti na mipango ya gisi Mungu aliweka. Ngombe kwa kawaida huwa hazidishi watoto wawili, lakini baada ya kuabudu miungu Ashera, wale ngombe huwa wanazidisha, wanazaa hata watoto 7, watoto 8, ngombe mmoja tu. Tumsifu Bwana. Na hiyo ni siri kubwa ambayo ninakuja kukufungulia leo. Kwa nini yale mambo yote yanatendeka? Kwa nini yale vitu vyote vinafanyika? Kuna siri ambayo watu wanaifanya wakiwa wanaabudu miungu, na wote wakiwa katika imani zao, wakiwa Waislamu, wakiwa Wakristo, wakiwa Wayahudi, wanasema tu ni Mungu amebariki, wanasema tu ni Mungu, lakini kuna siri ambayo wanaificha, labda au la wanaijua au la hawaijui. Leo nakuja kukufungulia kweli. Na miungu mwingine ambayo tutaongelea, na ule miungu anaitwa Moloch. Na Moloch alikuwa ni miungu ambaye alikuwa na nguvu sana juu ya damu ya watoto. Ule Moloch alikuwa na uwezo, yani alikuwa anatolewa sadaka za watoto wadogo, yani watoto wadogo, mimba za kutolewa. Na nilipofanya uchunguzi zaidi, nilipochunguza ile kwa kina zaidi, niligundua kitu kimoja, ya kuwa vita za kwanza ulimwenguni, genocide za kwanza zilifanyika ulimwenguni. Genocide zote ya kwanza zilikuwa ni genocide za wazungu, ambazo ziliua zaidi ya watu 1,000,000 na zaidi ndani ya mwaka. Na genocide za pili zilikuwa ni genocide za Warusi, ambazo ziliua watu 8,000 na zaidi ndani ya mwaka mmoja. Na genocide ingine iliyokuwa kuu ni genocide iliyoua watu zaidi ya milioni, ilikuwa genocide ya Rwanda ndani ya siku 100 tu. Ilikuwa ni genocide kuu. Lakini kuna genocide ne watu walikuwa wajui, genocide ne watu walikuwa watambui. Hiyo ilikuwa genocide ya avortement provoqué. Yani avortement provoqué inamaanisha kuwa ni kutolewa kwa mimba kwa kuchochea, yani kuchochea kutoa mimba. Hiyo ni siri yenye watu wengi tulikuwa tujua kwa tunaabudu miungu kwa kupitia njia za kutoa mimba. Tunaabudu miungu na watoto wale tunawatoa sadaka katika miungu ya Moloch bila kujua. Tumsifu Bwana. Na Moloch sadaka yake ilikuwa ni hiyo, anyuzi damu za watoto. Anapendezwa na damu za watoto. Anapendezwa damu za watoto wachanga. Na
katika utafiti ambao niliofanya, uchunguzi zaidi niliofanya, nikagundua kuwa Moloki huwa anatolewa sadaka kwa mwaka zaidi ya milioni 73. Yani 73 milioni ya watoto wenyewe wanakufaka kila mwaka. 73 milioni, hapana 73,000, lakini milioni inatolewaka kila mwaka kwa ajili ya damu ya Moloki. Yani ni genocide ina meza damu sana. Tumsifu Bwana.